Katika eneo hili la makazi yasiyo rasmi au mtaa wa mabanda ambapo nyingi zikijengwa kwa mabati ya zamani yenye kutu, likiwa maskani ya takribani watu 200,000, kuna kituo cha urejelezaji. Ndani ya kituo hicho, maboksi yaliyofungwa kwa kamba na magunia makubwa yaliyosheheni taka yamesimama kama kuta. Katikati ya mrundikano huo, Rais wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa Annalena Baerbock akiambatana na ujumbe wake na waandishi wa habari wenye kamera wanakagua hatua kwa hatua namna ambavyo taka hizi zinapewa thamani mpya. Ziara hiyo ilifanyika Juni 10 katika kituo cha MRF kilichopo jijini Nairobi, Kenya. Kituo hiki ni cha kwanza cha aina yake kujengwa kwenye makazi yasiyo rasmi jijini humo, kikilenga kuleta mabadiliko yanayoongozwa na jamii yenyewe. Akiwa kituoni hapo, Annalena Baerbock ameshuhudia namna miradi ya mazingira inavyotumika kama nguzo ya kudumisha amani na utulivu miongoni mwa vijana katika maeneo hatarishi, huku akidadisi kwa maelezo zaidi. Kisha akatoa hotuba inayolenga kuhamasisha amani na utatuzi wa migogoro ili kulinda usalama wa kimataifa. Chata ya Umoja wa Mataifa si jambo la hiari, bali chata ya Umoja wa Mataifa iko wazi kabisa. Kila nchi mwanachama inapaswa kutatua migogoro yao ya kimataifa kwa njia ya amani, kwa namna ambayo amani, usalama na haki za kimataifa hazitakuwa hatarini. Kauli hiyo inaungwa mkono na viongozi wa mradi huo ambao wameeleza kuwa uwepo wa miradi ya mazingira kama uboreshaji wa mto Nairobi na kituo hiki cha kurejeleza malighafi umesaidia kwa kiasi kikubwa kupunguza viwango vya uhalifu, kudumisha utulivu na matumizi ya dawa za kulevya. Mwenyekiti wa muungano wa vikundi vya jamii yani CBOs, Geoffrey Otieno, amefafanua kuwa kituo kinasaidia kurasimisha kazi za wakusanya taka na kinajumuisha mradi wa majaribio wa nzi weusi yani Black Soldier Fly unaochakata taka kuwa mbolea na chakula cha mifugo. MRF is material recovering facility. MRF ni kituo cha kurejeleza malighafi ambacho kinakusanya taka zote zinazoweza kurejelezwa na kuziuza tena kwa kampuni za urejelezaji ili kuepuka uchafuzi wa mazingira. Tuliona kwamba tunahitaji kufanya mabadiliko kwenye mazingira kwa sababu kwenye eneo letu la bustani kulikuwa na uchafuzi wa mazingira kutoka mtoni. Plastiki nyingi zilitoka maeneo mengine tofauti na zilikuwa zikiziba kwenye bustani yetu. Kwa hiyo, kimsingi kikundi chetu tuliona hii kama fursa ya kufanya mazingira kuwa safi na kutengeneza kipato kwa kikundi kwa kusanya plastiki na kuziuza tena kwa wakusanyaji wakubwa. Raymond Kimeu mwenye umri wa miaka 32 na baba wa familia amebainisha kuwa kituo kimewapatia ajira na kuingizia kipato, huku kikiepusha vijana wengi kujiingiza kwenye vitendo vya uhalifu na matumizi ya dawa za kulevya. Vijana wamepokea hali hii kwa kuwa kwa saa hii imeweza kuajiri wengine wetu kazi hapa ambao hawakuwa wanaweza kufanya kazi hapo awali, ambao vijana wamekuwa sana wakijiingiza kwa madawa. Kuna wengine wamekuwa katika uhalifu, lakini mradi kama huu ulipokuja imeweza kutoa vijana wengi. Kama unavyoona, tuko na kijiji, tuko na mali pa takataka Dandora ambapo uhalifu unaweza kuwa wa juu sana, lakini tukiwa na mradi kama hizi tunaona mambo inabadilika na tunaweza kujiepusha na madawa. Tunaweza kaa na mabibi zetu ambao hapo kitambo ulikuwa ukikula dawa zako ukai hata na mke, lakini kutoka huu mradi ukuje umeweza kutupea mapato na sasa tunaweza kulisha hadi familia zetu. Naweza kutoa pesa hapa kwa huu mradi na niweze kuwalipia school fees, na pia huu mradi umenisaidia naweza kujikimu kimaisha na kimahitaji. Mbali na vijana wa kiume, mradi huu umewajengea ushujaa wanawake wa Korogocho ambao hapo awali walisita. Mmoja wao ni Mercy Atieno mwenye umri wa miaka 35 na mama wa watoto 5. Kazi hiyo imemsaidia kujishughulisha na kujiepusha na vishawishi hatarishi vya mitaani tangu alipofiwa na mumewe. Ya kwanza mwanzo nilianza na kubeba takataka kwa households. Naweza sema kuingia kwa households ilikuwa ni problem juu kupata msichana aingie kwa kazi ya takataka si rahisi. Sasa niliolewa but mzee akahaga, nikakuwa na hiyo courage ya kuingia kwa industry kufanya kazi ya garbage. Nikaanza collect garbage kwa group inajiita Ngunyumu, na hiyo Ngunyumu imenishikilia. Nikaona kumbe kazi ya takataka inaweza nilea na watoto, inaweza nitoa kwa mambo mengi kama usharati,
juu hiyo ni kitu tulikuwa tunafanya, but nilipoingia unapata kila saa uko busy. Mradi huu unafadhiliwa na serikali ya Italia na kutekelezwa na taasisi ya Avis Foundation kwa kushirikiana na shirika la makazi la Umoja wa Mataifa UN Habitat, halmashauri ya jiji ya Nairobi na shirika lisilo la kiserikali Miscoach Kenya. Baada ya kuonyesha mazingira ya kituo hicho, Geoffrey Otieno anatuma ujumbe kwa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa akieleza changamoto wanazokabiliana nazo wakiwa vijana 10 wanaofanya kazi kwa kujitolea. In MRF, our biggest challenge, let's say, is financial problem. Hapa MRF changamoto yetu kubwa ni tatizo la kifedha, kwa sababu tungekuwa tunafadhiliwa vizuri, tungeweza kuajiri watu wengi iwezekanavyo na kununua bidhaa nyingi zaidi zinazoweza kurejelezwa na kugeuzwa kuwa fedha ili kuwalipa watu wanaofanya kazi hapa. To pay the people operating is